Bana, kubwa ni kuhusiana na uzi mpya wa Young Africans, jezi ambazo ni za michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hususan katika hatua ya makundi. Jezi mpya ambazo wengi walikuwa wanasubiri kuweza kuona pengine zikiachiwa siku ya Alhamis, yani ilikuwa inamaanisha kwa siku ya kesho, lakini ghafla bimvu Young Africans mchana huu wameachia jezi zao mpya za kuelekea kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Bana, hizi jezi mimi sitaki kusema mengi sana, lakini pia ukipita kwenye mitandao ya kijamii wapo ambao wanaokubali kwamba uzi mkali, lakini pia kuna wengine wamekuwa wakikosoa wakiwa wanazungumzia kauli za hapa na pale, hususan katika namna ambavyo mambo yalivyo. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba jezi za kimataifa zinatoka. Hiyo ndio pointi kuu ya msingi, lakini pia kila mmoja na mtazamo wake kutokana na namna ambavyo anavyokitazama kitu ama anavyokichukulia kitu. Tunaweza tukazungumza namna hiyo, lakini quality ya jezi ndio ambao pengine tunaweza tukajua namna gani ya kuizungumza zaidi. Lakini pia kuhusiana na swala zima la ubunifu, rangi, yes, ni vitu ambavyo kila mmoja anaweza akazungumza pia kwa uwezo wake, lakini ubunifu pia tunaweza tukaujaji. Lakini swala la rangi, swala la namna ambavyo vitu vimewekwa, kila mtu pia na mtazamo wake, lakini point ni ubunifu ambao upo kwenye jezi mpya ya Young Africans. Bana, kwa haraka ukitazama uzi wa Young Africans, uzi ambao tayari umetoka, ule uzi wa kijani una uhalisia wa tofauti kabisa namna ambavyo ulivyo. Ni uzi ambao unaonekana unang'aa. Cha kwanza, uzi unang'aa, lakini uzi bana una kola. Una kola. Wale wa form 6 wananielewa, wanapenda form 6 wananielewa nikizungumza namna hii, kwa maana kwamba huku chini unaonekana blue, hapa karibu na kola una manjano fulani, lakini kwenye round ya kola kuna rangi ya njano ambayo imekolea, lakini hapa kwa mbele kidogo panaonekana kama shati fulani hivi, pako kama shati fulani hivi ambayo haina zipo au ambayo haina vifungo. Ukitazama jezi mpya ya Young Africans, hii inakuwa ni jezi ya nyumbani, maana kwamba hii ndio jezi ambao Young Africans wataanza kuvaa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, pale kwenye lile dimba la New Amani Zanzibari. Jezi ambao watakayoanza kukaribisha, watakayoanza kuivaa kuwakaribisha nayo FAR Rabat wa kutokea kule Morocco. Ni jezi ambayo tunaweza tukasema kimuonekano inavutia vizuri kabisa, lakini ubora, quality, kwangu mimi ni jezi yenye quality ambayo ni bora, ila namna ambavyo imewekwa kwa upande wangu mimi ndio sijaridhishwa. Sasa sijui kwa mtazamo wako wewe, kwa namna ambavyo unajua kuitazama jezi. Na pembeni ina logo ile ya CAF Champions League kama ilivyo kawaida. Lakini pia kifuani kuna nembo ile ya GSM ambayo imekaa kama ramani ya Afrika. Pembeni pia kuna logo ambayo iko inaonekana hapo, logo ya Young Africans. Lakini pia hapa mbele kuna logo ya SportsPesa. Lakini siamini kama Young Africans watavaa hii jezi ambayo yenye logo hapa mbele ya SportsPesa. Pengine hii ni ya mashabiki ambao watakwenda kuvaa kutokana na nini? Kule kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuna mdhamini ambaye yupo, kampuni ya kubeti. Sasa Young Africans hawatavaa hii itakuwa kwa asilimia kubwa ni kwa ajili ya mashabiki wa kikosi cha wananchi Young Africans. Na ukitazama hapa mbele kuna logo kubwa kabisa ya SportsPesa ambayo inaonekana hapa. Lakini tukiangazia pia kwa upande wa jezi ya ugenini, uzi wa Young Africans wa ugenini una njano, uzi wa manjano ambao umekolea kweli kweli. Hii ni uhalisia pia wa kikosi cha wananchi Young Africans, uhalisia wa jezi za Young Africans, uhalisia wa rangi
ya Young Africans. Sasa kwa upande wa uuzi kwa mbele, ramani yake ama muonekano wake wa mbele ndani ya uzi huu, ukitazama kwa namna ambavyo wameka mstari huku pembeni, na namna ambavyo wamekuwa kama wamekea kitambaa kwa juu, uzi unaonekana kama unaonekana kama kile kizibao fulani hivi cha mama ntilie. Kuna shabiki mmoja nimeona amecomment mahali huko akisema kwamba nilijua design nyingine ya mavazi ya mama ntilie imetoka, kumbe uzi. Watu wana mabango. Sasa ukiangalia namna ambavyo hii jezi pia ilivyo, logo nini vimekaa katika style ile, lakini muonekano wa mbele sasa, ukitazama kwa haraka unaona kama ni kile kizibao cha mama ntilie. Huu ni uzi mpya wa Young Africans ambao pia wachezaji ndio ambao wametumika kutambulisha uzi huu. Ametumika Ande Boyel, lakini pia ametumika Pedro Pacome kwenye kutambulisha jezi hizi, badala ya kutumia wasanii kama ama kuwatumia wale mamodo kama mara nyingi wanavyokuwa wanafanyaga. Sasa uzi mwingine ambao ni third kit, uzi umekaa kama nyeusi hivi, so nyeusi kama rangi fulani vya kahawia. Wale wataalamu wa rangi kidogo pengine hapa wanaweza wakajua hii ni rangi gani, lakini ni kama rangi fulani hivi ugorogoro, inataka kuwa kawa hivi. Yes, uzi wa Young Africans ambao ni third kit unaonekana upo namna hii. Sasa kwa upande wa mashabiki wa Young Africans, uzi mpya tayari upo. Ni moja kati ya uzi ambao kila mmoja sasa napaswa kwenda kuchukua uzi huu. Na hii third kit kwa namna ambavyo inaonekana, kuna kama maandishi fulani hivi makubwa ambayo yanaonekana, na kwa haraka nikitazama maandishi yameandika Yanga, yani Yanga nyingi, katika maandishi ambayo ni makubwa, ambayo yamewekwa katika raundi fulani hivi ambayo inaanzia kwenye logo ya club ya Young Africans. Ndo namna ambavyo uzi wa third kit ulivyo, lakini ukitazama jezi zote tatu zinaonekana zipo katika muundo fulani hivi wa form 6, katika muundo wa form 6 bana. Huu ni uzi mpya wa Young Africans kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni wakati sasa kwa upande wa mashabiki wa Young Africans kwenda kununua jezi kwa ajili ya kimataifa zaidi. Zinaitwa jezi za taifa, wao wanaita jezi za taifa. Kwa mujibu wa Alikama ameandika jezi ya taifa. Sasa wadau wanasemaje pia kuhusiana na swala zima la jezi? Tutakuja pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakufahamisha zaidi. Kumbuka Young Africans walikuwa wameweka siku yao ya kuzindua jezi ni siku ya Alhamis, lakini ghafla bimvu hii leo ndipo siku ambapo wameshtukiza na kuachia jezi yenyewe, ambapo leo wekundu wa Msimbazi Simba ndio ambao wamepanga siku yao ya kuachia jezi. Je, wao wanakuja katika staili gani? Kumbuka wote wako kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, au wao pia wataipeleka siku ya kesho ambapo siku ambayo Young Africans walikuwa wamepanga kuachia uzi wao na wakaachia siku ya Simba. Sasa ni jambo pia la kuweza kuvuta subira. Kikubwa ni mashabiki tu kujitokeza na kwenda kununua jezi hizi ambazo ni za kimataifa kuelekea pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo final, hatua ya makundi, kwenye hatua ya makundi. Bana, endelea kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee kwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa za kimichezo. Bye bye.